Na mimi niwapongeze sana uongozi wa wilaya ya Manyoni kwa sababu naona mmeanza kuzingatia mwelekeo wa dira. Sote tunafahamu wanawake ni nguzo ya familia, lakini ni nguzo ya jamii na ni nguzo ya taifa kwa ujumla. Wanawake wa mkoa wetu kwa ujumla wanashiriki kikamilifu katika kilimo, biashara, elimu, masuala ya afya, uongozi na sekta nyingine nyingi. Hata hivyo, bado tunatambua kuwa yapo maeneo yanayohitaji maboresho ili kufikia usawa wa kweli katika taifa letu. Tunapozungumzia dira 2050, tunazungumzia Tanzania yenye uchumi imara, jamii yenye ustawi na taifa lenye haki na fursa sawa kwa wote. Ndugu zangu, hatutaweza kufikia maendeleo haya ikiwa wanawake na wanaume hawatapewa nafasi stahiki sawa au kushiriki kikamilifu kwenye shughuli zote za uchumi, za kijamii na kisiasa. Kwa hiyo tunapoenda kutekeleza kauli mbiu hii, ni mwelekeo thabiti wa mafanikio wa dira yetu ya maendeleo. Sasa ili tufikie malengo, lazima tuweke nguvu hasa katika elimu ya mtoto wa kike. Msichana akipewa elimu bora, anakuwa mama bora, anakuwa mtaalamu bora, anakuwa kiongozi bora, lakini pia anakuwa raia bora, mwajibikaji. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujipanga vema kuhakikisha kwamba ndoto za watoto wetu wa kike katika kupata elimu zinafikiwa. Lakini dira pia inatuelekeza twende kwenye uchumi wa kati, uchumi wa viwanda, teknolojia na ubunifu. Wanawake lazima wawe sehemu ya safari hii. Kwa hiyo kuwaelezesha wanawake ni jambo la msingi katika kuhakikisha kwamba ndoto hii ya wanawake kushiriki katika mageuzi ya uchumi na viwanda inatimia. Lakini pia niwashukuru sana kama wilaya kwa kuendelea kuwajengea uwezo wanawake na kuwawezesha. Katika kipindi hiki zaidi ya milioni 686 zimeweza kutolewa kwa vikundi 113 vyenye wanufaika 991. Na hii ndiyo jukumu na maelekezo ya serikali kupitia majukwaa haya ya wanawake katika ngazi zote, kuhakikisha kwamba wanawake hawa tunawajenga kwenye vikundi vya ujasiriamali, tunawawezesha kwa elimu, tunawapa mitaji na wanaanza kuzalisha bidhaa na kufanya biashara mbalimbali ili kuongeza pato la kaya ambalo litaenda kuchachusha pato la wilaya na pato la mkoa. Niwapongeze sana na niseme kasi iendelee. Mikopo hii iendelee kuwafikia wanawake wote katika maeneo yote ya wilaya yetu. Lakini pia nishukuru wanawake wa wilaya ya Manyoni hawako nyuma katika kushiriki kwenye masuala mazima ya shughuli za siasa. Kwa hiyo tunapoelekea 2050, haya ni mambo ya msingi ya kuzingatia na kuhakikisha kwamba malengo ya dira yetu yanatekelezeka, ya kijamii, ya kiuchumi na kisiasa. Lakini tukitaka kuyafikia yote haya, wanawake wenzangu, swala zima la malezi na maadili lazima lizingatiwe. Lazima tuwe na watu wenye maadili, ndio wanaweza kuelimika vyema, wanaweza kushiriki vyema kwenye uchumi na siasa. Lakini leo na mimi nitakuwa mshiriki wa kongamano ili kwa pamoja tukitoka hapa tuwe tumepiga hatua mbele ya maendeleo katika nyanja zote za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Na ninayo heshima kubwa kutamka kwamba kongamano hili la wilaya ya Manyoni limefunguliwa rasmi. Makongamano haya yanalenga kutoa jukwaa la kujadili hali yetu sisi wanawake, lakini vile vile kuangazia mafanikio tuliyofikia na kuweka mikakati kukabiliana na changamoto ambazo zipo. Tunajua tumepata mafanikio mengi, lakini bado tunazo changamoto. Na malengo mahususi ya kongamano hili, la kwanza ni kuweka mikakati ya mshikamano na ukombozi, lakini lengo la pili ni kutathmini maendeleo na kukumbuka historia ambako tumetoka, lakini vile vile ni kuangazia mada na changamoto za kila mwaka. Kwa mwaka huu tuna mada kama 6 ambazo zitawasilishwa hapa na wataalamu wetu, na nyie mtaweza kusikiliza na hatimaye kuuliza maswali na hatimaye kuweza kujielimisha ni nini kinaendelea. Lakini lengo mahususi la mwisho ni kuendelea kuhamasisha wanawake na uwekezaji na uchumi. Kwa hiyo ndugu zanguni, tunayo kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu yetu inasema hivi: haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050.
na dhima yetu ni kuhakikisha kwamba upatikanaji wa nishati hii ambayo ni nafuu, endelevu, salama na rahisi kutumia kwa wananchi wote wanaohitaji utumiaji wa nishati safi na salama, na ifikapo mwaka 2034 basi 80% ya watumia nishati wote Tanzania kwa kiwango cha chini sana 80% wawe na uwezo wa kutumia nishati safi na salama. Haki